Winome TV. Sisi ni familia mpya. Ndugu wananchi, ili kufanikisha hili, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali kwa kutumia fedha za ndani pamoja na fedha kutoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo, wakiwemo Benki ya Dunia. Ofisi ya Rais TAMISEMI pekee inatekeleza miradi mitatu: mradi wa DMDP2, mradi wa uendelezaji bonde la mto Msimbazi kwenye mkoa wa Dar es Salaam. Hii miradi yote ipo mkoa wa Dar es Salaam, DMDP2 pamoja na mradi wa uendelezaji bonde la mto Msimbazi. Lakini pia mradi wa TACTIC ambao unatekelezwa katika miji 45 nchi nzima. Na miradi yote kwa pamoja ina jumla ya thamani ya dola za Kimarekani bilioni 1.108 sawa na shilingi za Kitanzania trilioni 2.9. Katika manispaa ya Singida, mkataba uliotiwa saini leo hii unahusisha ujenzi wa soko la kimataifa la vitunguu, ujenzi wa barabara za mjini kati yani CBD pamoja na viwandani zenye jumla ya kilomita 7.52, lakini inahusisha pia ujenzi wa mtaro wa maji ya mvua wa Mgunguna wenye urefu wa kilomita 2.6 pamoja na ujenzi wa jengo la ofisi ya wataalamu wasimamizi ambapo mkataba wake utagharimu shilingi bilioni 24.75. Idadi ya wafanyabiashara itaongezeka maradufu. Wakati huu katika la vitunguu tuna wafanyabiashara takriban 1069, lakini baada ya kuboresha ujenzi wa soko hili tunatarajia kuwa na uwezo wa kuwa na wafanyabiashara zaidi ya 3,000 kwa wakati mmoja. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Kikubwa zaidi kwenye mapato yatakayopatikana kutokana na uboreshaji wa soko hili. Makusanyo kwa wakati huu tunaenda mpaka milioni 300. Lakini baada ya kuboresha soko hili tunatarajia mapato yetu yataenda kufikia zaidi ya milioni 505. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Kwa hiyo ndugu wananchi, hii ni miradi mikubwa sana, ni neema kubwa sana ambayo imeletwa kwetu sisi watu wa Singida mjini, lakini watu wa Singida kwa ujumla wake. Sisi kama wananchi tuna jukumu la msingi la kupokea mradi huu, kutoa ushirikiano wote unaohitajika ili mradi huu uweze kutekelezwa, ukamilike na uanze kutoa huduma kwa Watanzania. Na jukumu letu lingine kubwa zaidi ni kuhakikisha baada ya soko hili kuwa limekamilika ujenzi wake na miundombinu hii mingine yote niliyoitaja katika mradi huu kuwa imekamilika, sisi wananchi tuna wajibu wa msingi wa kuhakikisha tunaitunza miundombinu iliyojengwa kwa gharama kubwa ili iweze kudumu kwa muda uliotarajiwa. Kwamba mkandarasi uhakikishe kwamba kazi hii inafanyika kwa haraka na inakamilika kwa mujibu wa mkataba na mpango wa kazi ambao tumekubaliana kimsingi katika siku hii ya leo, ili wananchi hawa wa manispaa ya Singida waanze kunufaika na miundombinu hii ambayo serikali ya awamu ya 6 imewekeza katika manispaa hii ya Singida. Lakini pia niendelee kutoa maelekezo mahususi kabisa kwa mkurugenzi wetu Joan Kataraia. Wewe pamoja na timu yako msimamie kiukamilifu kabisa utekelezaji wa mradi huu kwa kutumia rasilimali watu na vifaa vilivyopo katika halmashauri. Sote tunafahamu katika utekelezaji wa miradi hii halmashauri ndio client, ndio mteja. Kwa hiyo tunatarajia kabisa halmashauri hii iwe ni sehemu ya mwanzo kabisa katika kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezwa kwa kadri tulivyokubaliana katika mkataba. Mradi huu wa soko la kimataifa la vitunguu ukiwa umekamilika, ambao tunatarajia utakamilika ndani ya miezi 15 kutoka tarehe
5 mwezi huu wa 6, kwanza wafanyabiashara wetu watafanya kazi katika mazingira ambayo ni mazuri, mazingira salama na mazingira bora. Lakini pia tutakuwa na uhakika sasa wa kuongeza kipato cha wafanyabiashara pamoja na halmashauri. Kwa sasa tunakusanya mpaka milioni 300 pale, na tunatarajia tutakapokuwa tumekamilisha hili soko basi tutakusanya zaidi ya milioni 550 kwa mwaka. Na eneo hili litakuwa sasa limefungua fursa kwa wafanyabiashara wa biashara nyingine tofauti tofauti, lakini pia na wafanyabiashara wa vitunguu kutoka mikoa tofauti. Kandarasi anashirikiana na wananchi wa hapa mkoa wa Singida ili na wao wanufaika, sio wa soko tu, kuanzia shughuli hizo za ujenzi, lakini pia wamantilie na watu wengine ambao wana biashara ambazo zinaweza zikahitajika kwa ajili ya kufacilitate huu mradi. Kwa hiyo tumewataka wakandarasi kwamba washirikiane na sisi, na kwa sababu sisi ndio wasimamizi na watu wakati tunaangalia kwa karibu kuhakikisha kwamba wanatoa ushirikiano. Na kikubwa sasa kwa wana Singida, watakapokuwa wamepata hizi kazi, hakikisha wanafanya kazi kwa weledi na kwa uaminifu ili sasa soko letu liweze kujengwa katika hali nzuri na likamilike kwa wakati ili liweze kutoa huduma inayostahili. Sisi kama wakandarasi tumeshajipanga toka tulipopata award letter, na leo hii tumejipanga vizuri ipasavyo kuweza kufanya huu mradi kwa ubora wa hali ya juu. Kutokana na mkataba ambao tumesaini hivi leo, ni mradi wa kufanya kwa mwaka 1.5. Tumejipanga kuweza kufanya huu mradi pasipo kuongeza muda wowote. Kwa tutafanya kwa wakati kabisa pasipo kuweza kuongeza muda, lakini kufanya kazi ambayo itakuwa ni kwa ubora wa hali ya juu. Kiukweli kwa hali ya barabara kwa sasa hivi kuna maboresho fulani, ingawa ile korongo la huko Mnung'una ndio liko linatupa shida, na ndio maana baada ya kuwa wameleta huu mradi, kwa kweli sisi tumefurahi na hata watoto wetu wana amani. Ilikuwa mvua ikinyesha hakuna cha kwenda shuleni. Manufaa kwa kweli kwa kiasi kikubwa. Kwanza, ongezeko la mapato hapa kwa manispaa ya Singida itakuwa ni kubwa, kwa sababu watu wengi watakuwa wanakuja kwa sababu ya ile hali ilivyo ya soko. Na ukichukulia kwa mfano, zamani kulikuwa na shida kidogo hasa kwenye uuzaji wa vitunguu pale. Hapakuwa na utaratibu wote. Lakini kulingana na ujenzi wa hili soko la vitunguu la kimataifa, kutakuwa na utaratibu maalum na watu watanufaika, hasa wakulima. Utaratibu wa ujenzi wa soko hili tumeshirikishwa kama wadau wa soko la vitunguu, tumeshirikishwa kikamilifu katika namna ya matumizi ya soko na namna soko liweje. Kwa hiyo tulishirikishwa kikamilifu.